Kwa msimu tutakuwa tuna idadi ya timu 8, timu 4 kutoka Tanzania bara kwa maana kutoka katika ligi kuu ya NBC Premier League na timu 4 kutoka katika ligi kuu ya Zanzibar PBZ Premier League ya hapa visiwani. Timu za visiwani 4 ni timu ya JKU mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Zanzibar wa msimu wa 2023-24, timu ya Zimamoto ambayo ilishika nafasi ya pili, timu ya KMKM ambao walimaliza nafasi ya 3 msimu uliomalizika, na timu ya KVZ ambao walishika nafasi ya 4 katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Zanzibar PBZ Premier League. Lakini kwa upande wa Tanzania bara, timu ambazo zitashiriki: Young African mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, timu ya Azam ambao walimaliza nafasi ya pili katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Tanzania bara. Nafasi ya 3 walikuwa ni timu ya Simba Sports Club, tutazungumza hapo pia, kuna cha kuzungumza katika hilo. Lakini na timu ya Coastal Union ya Tanga ambayo yenyewe ilimaliza nafasi ya 4 katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Lakini sote tunafahamu, ndugu waandishi wa habari na Tanzania kwa ujumla wake, klabu ya Simba ambayo ilipaswa kuweza kushiriki katika mashindano haya kwa mujibu wa kanuni na miongozo ambayo ZFF wameiweka na TFF wameiweka, lakini kwa bahati nzuri, siwezi kusema kwa bahati mbaya, mimi naweza kusema kwa bahati nzuri, commitment waliokuwa nayo ya kimataifa ya kuwakilisha nchi yetu Tanzania katika mashindano ya kombe la shirikisho Afrika, ambayo timu ya Simba imeweza kufuzu hatua ya nusu fainali. Sasa kwa bahati mbaya hapa ndo tutaizungumza, sio pale mwanzo. Hapa ndo kwa bahati mbaya ratiba za CAF wakati zinatoka zimeweza kuingia moja kwa moja na ratiba zile ambazo zinatuonesha kwamba tunacheza kombe la muungano. Kwa wakilishi wetu hawa wa Tanzania, timu ya Simba wamekuwa na commitment kubwa ya kuiwakilisha nchi yetu kimataifa, na kwa sasa nadhani kila Mtanzania anatamani kuona Simba wanakwenda all the way, lakini mwisho wa siku kuja na taji hapa la kimataifa kuleta katika ardhi yetu Tanzania. Kwa hiyo kwa masikitiko makubwa, klabu ya Simba wakiwa na hamu ya kuendelea kushiriki na mashindano haya, kuja kushindana, kwa sababu kikumbukwa hawa ni mabingwa watetezi wa kombe hili kwa msimu uliopita na ni mabingwa mara 6 katika historia ya klabu yao ya mashindano haya. Wameweza kutuandikia barua rasmi ZFF na TFF kututaarifu kwamba kwa ratiba hii ambayo imeingia, basi kwa wao kwa msimu huu itakuwa ni bora nguvu na sisi wa Tanzania kwa ujumla wetu tuwasaidie kwa dua na kila hali wakaliwakilisha taifa letu, watuletee kombe. Lengo mchezo wa mpira wa miguu uchezwe. Kwa hiyo tutacheza kombe la mapinduzi, kombe la muungano bila Simba, lakini wao watashiriki mashindano ya kimataifa tukiwa tunawapa nguvu, baraka, na timu zote zitashiriki kombe la muungano na nyingine hizo tutakuwa tuko pamoja na klabu ya Simba hii kwa ajili ya kuweza kuwakilisha vitu Tanzania. Kwa hiyo Simba Sports Club imeweza kuondoka katika mashindano haya. Tukakaa TFF na ZFF, idadi ya timu zinapaswa kuwa 8, 4 visiwani, 4 Tanzania bara. Simba kutokana na majukumu haya imebidi waweze kwenda kuwakilisha taifa zaidi. Basi tukashauriana kwa mujibu wa kanuni zetu na miongozo yetu, Singida Black Star kama nimetamka sahihi wataweza kushiriki mashindano haya ya msimu wa mwaka 2025 ya kombe la muungano. Kwa hiyo ikatimiza idadi kamili ya timu 4 za Tanzania bara